inshallah tunaendelea. Na tunaona hapa Mwenyezi Mungu anapiga chembe ndogo nasaha za Luqmani kwa mwanawe kwamba kila unachokifanya hakighibu kwa Mwenyezi Mungu. Chochote ujue wewe Luqmani. Na Luqmani baadaye anaambia chochote ujue wewe mwanangu kwamba kifichike chochote. Kiwe popote pale Mwenyezi Mungu anakileta. Min lutfihi lianahu latif. Mwenye kujua daqaiq al-umur, mambo yalikuwa madogo kabisa yalofichika kabisa hata katika shimo gani na kiwe kiduchu vipi, basi Mwenyezi Mungu anakijua na anakileta. Na hiyo ndio sifa latif. Na khabiri, chochote kilichokuwa kikubwa anazo habari zake, chochote kilichoenea popote pale subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sifa mbili za ujuzi wa Mwenyezi Mungu katika kila jambo, likiwa dogo sana likiwa kubwa sana, latif na khabir. Na mfano aya hii naisoma tena, ya bunayya, ewe mwanangu, innaha intaku mithqala habati min khaldal, kikiwapo kitu cha uzito hata chembe ya khaldal ndogo, fatakun fi sakhratin, na hiyo chembe hiyo ya khaldal iwe katika nini, jabali. Sakhran iwe kubwa au jabali kubwa, au fi samawati, au iwe mbinguni, au fil ardhi, au iwe chini ya ardhi, yati biha Allah, Mwenyezi Mungu atakileta. Na nakusudia hapa ni amali yako yote, khatia, amal khair, jambo lolote unalofanya, hata ikiwa katika umri gani umelifanya, hata kwa siri vipi, Mwenyezi Mungu ataileta, yati biha Allah, ili kuhisabia kwa jambo hilo. Sawa sawa, sambamba nini, man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, atakayefanya uzito wa dharra, chembe duju kabisa ya khair, ataikuta. Yarahu inda Allah, ataiona. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharra, na kifanya hata tone ndogo, yani hakuna dhambi kubwa ai ndogo basi itakuwa discount unaachiwa. Kila kitu kinahesabu, baadaye inapita rehema za Mwenyezi Mungu na fadhila zake baadaye, kwa mujibu wa nini, wa amali za mtu, amali zake. Kwa hivyo anasema hapa, au fil ardhi yati biha Allah, Mwenyezi Mungu atakileta tu, kwa sababu inna Allah latifun khabir. Tukitoka hapo tukenda katika surati An'am, katika aya 59, surati An'am aya 59, Mwenyezi Mungu anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, aya An'am 59 aya, anasema, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آية 59 سورة الأنعام. أنا سمع وعنده مفاتيح الغيب, عنده ziko kwake katika kabdha yake, katika siri zake, mikononi mwake, indahu mafatihul ghaib. Mafatihu sisi tunasema mafatih, miftahu funguo, mafatih funguo chungu zima, funguo zote mafatih za ghaib, ilmu ghaib ziko kwake, hakuna kitu chenye kufichika kwake. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa, wa indahu mafatihul ghaib, na ziko kwake yeye funguo za ghaib, haziko kwa mwingine ila kwake yeye. La ya'lamuha illa hu, hakuna zijuaye ila yeye tu peke yake. Halafu anasema hakuna anayejua isipokuwa yeye tu, sio? Wa ya'lamu, na anajua, ma fil barri wal bahri. Tunasema man kwa vilivyokuwa na uhai binadamu, lakini ma vilivyokuwa na uhai na visivyokuwa na uhai vyote, shamil kila kitu. Ma wa ya'lamu ma fil barri, anajua yote yaliyokuwa katika nchi kavu, wal bahri, na vyote vilivyokuwa baharini. Leo binadamu anapeleka makamera yake, anakwenda mita ngapi chini, anaona bahari namna ilivyo. Uwezo wa binadamu kwa teknolojia ya kisasa anaweza kuona mambo katika bahari,
akachimbua akaenda mpaka katika ardhi chini, akaona kuna petroli, kuna gesi, kuna nini, wakaanza kutoa, akaanza binadamu kapewa ilmu hiyo. Fa kaifa yakunu Allah na ilmu yake wa ya'lamu ma fi al-barri wal bahr, bila kwa katika nchi kavu na baharini anavijua Mwenyezi Mungu. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, na hakuna jani lolote lile linaloanguka ila Allah analijua. Mpe kazi mtu mmoja aanze kukusanya siku za kuanguka majani, akakusanya majani yote yanaanguka, afanye hesabu, halafu akae yasianguka akajua ngapi, halafu kisha na mwaka wa pili na watatu na kila season ya kuangusha majani anaweza kudhibiti mti mmoja. Taibu mpe katika shamba lote, miti yote ilikuwa miti yote duniani toka kuumbwa kwa dunia mpaka siku ya kiyama anajua. Subhanallah, ilmu ya Mwenyezi Mungu, kila kadri utapotaka kuipima wewe utashtukia umefika pala una stop mwenyewe. Una stop mwenyewe. Kama mfano wa hesabu 1 2 3 mpaka ngapi, nenda tu. Zamani nasema mpaka alkuki alkuki amelaki kwa malaki alkuki. Warabu zamani walipoteka mji wakamchukua mtoto wa mfalme wa Kikristo. Baada kumchukua baada ya vita kuisha, ni babake, baba mtu anakuja kumtolea ni fidia. Akaambia ngapi nikulipe? Akaambia nipe, atini 1000 dinar. 1000 dinar. 1000 dinar hizi. Na huyu mtoto wako mchukue. Sasa mimi nitakuuliza, mtoto kama huyu mwanamke, mtoto ni hiyo princess, kesho kutwa atakuwa mfalme badala yangu, unachukua 1000 dinara? Akamwambia sijui zaidi ya kubwa 1000, ningekuwa najua ningeliomba, lakini mwisho wangu 1000. Binadamu wako katika nini, na walikuwa na ujuzi wanajua zaidi. Ikawa Arabu akitakueleza zaidi 1000 wasema 1000 yani milioni, 1000 and 1000 1000 dinar. Sasa wewe umegundua makalkuleta na manini, hesabu inakwenda, wakati mwingine unapiga hesabu nambari 16 18 inakwambia siwezi kuhesabu, nguvu zangu hazichukui hapo. Wameleta makalkuleta makubwa zaidi, kidogo zinapigana. Mwisho binadamu anaangukia 10 to the power 40 to the power ngapi, jana na namba kubwa hiyo. Na ukiandika mwisho anakwambia bwana, namba mfano kwamba odd numbers 1,3,5,7, alafu vidoto alafu anakia alama infinity ile mala nihaya, خلاص inaendelea mpaka mwisho tujui. Yani ana stop mwenyewe. Binadamu akili yake ndogo finyu, anataka kujua kila kitu, atakuwa sawa na Mungu, anataka. Subhanallah. Bwana, tuendelee. Wama tasqutu min waraqatin, hakuna jani lenye kuanguka illa ya'lamuha, isipokuwa yeye analijua. Wala habatin fi dhulumati al-ardh, wala hata punje ndogo katika giza cha ardhi, giza cha usiku, giza cha ardhi, giza kila kitu. Fi dhulumati, sio dhulma moja, katika giza kwa wingi, yani giza la usiku, giza la ardhi, giza na hiyo kitu chenyewe kilipokuwepo. Fi dhulumati al-ardh wala ratbin, wala chochote kilichokuwa kina kinyevu. Ratb yani na maji ndani yake, sio kavu yani, kwa sababu ukisema ratb nyume chake inakuja nini? Wala yabis, wala kikavu, wala yabisin, wala kikavu, illa fi kitab, isipokuwa kitu hicho kitakuwa katika kitabu mubin, chenye kubainisha kila kitu. Na aya hii ukichukua maana yake, ukachukua maana aya 16 ya Luqman, ila aya inamuelezea mwenziwe zaidi. Aya inaelezea aya. Kwa hivyo tunapata kujua kwamba fanya utakavyo. Mwenyezi Mungu kama tulivyosoma leo katika sura Taha, tunasema nini? Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Allahu akbar. Umebakishwa kitu tena? Vilivyokuwa mbingu zote juu na vilivyokuwa katika ardhi zote chini, wa ma bainahuma, na baina mbingu na ardhi ilibaki, wa ma tahta thara, na ilikuwa chini ya ardhi, chini ya mchanga, kila kitu. Allahu la ilaha illa hu, lahu al-asmaul husna, ni majina ya husna. Kwa hivyo
hapa katika aya hii ni nasaha kutoka kwa Luqmani kumpa mwanawe, kama nilivyokuhadharisha jambo kubwa kabisa shirku billah milele motoni, pia na kuhadharisha jambo liko dogo kabisa. Usifikiri umefanya jambo dogo tu la neno, hata kiwe kidogo vipi, hisabu kwa Mwenyezi Mungu. Naogopa hivi vidogo vidogo. Anasema siku moja Umar Khattab amepita, hospitali Umar Khattab lakini amepita akamkuta mtoto amekaa, wenzao wote wanacheza foliji, wanakimbizana huku, yeye kakaa kimya anasikiza. Amwita, wewe mtoto, mbona umekaa hapa? Mbona huchezi na wenzio? Akaambia, hadha, hatujaumbwa sisi kwa ajili ya kucheza. Mtoto mdogo, hujafikia stage ya kutumia akili yako ukasema wewe. Akaambia, la wallahi, nimekaa nimemchukuza mamangu, nikaona ule moto mkubwa anaokoka, anaanza kwa vijiti vidogo vidogo, ndio ikawa sababu ya moto mkubwa. Kwa hivyo naogopa. Akana tafakari aya za Mwenyezi Mungu. Tazama hikma Mwenyezi Mungu anavompa hikma, hata mtoto mdogo anaweza kusamehe kuliko wakubwa. Wakati Umar bin Abdul Aziz walikuwa wanakuja wufud zinakuja wajumbe kutoka sehemu mbalimbali katika siku za Hija, wakaingia katika watu walokuja, watu wa Madina. Alikuwa mtoto mdogo Umar bin Abdul Aziz katika utawala wake mwaka 90 na hijra, na akaambia, katika nyie kaumu mlokuja, anayezungumza mnamwacha mtoto anakutangulieni miaka 11, kwa nini hamumwachi mkubwa, mtu mzima? Akaambia, Amirul Mu'minina, ingelikuwa mambo yanakwenda kwa umri, basi wako walikuwa na haki zaidi kukaa kwenye kiti. Iko mambo yanakwenda kwa umri, basi wako wenye haki zaidi kukaa kwenye kiti. Akaambia, umesema vizuri, endelea vile. Akaambia, sema ujue ya Amirul Mu'minina kwamba ajazaliwa almar'u aliman ومن أخو العلم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. يعني يجوكم باكونا للزاليوة من علمه ولا علمه هجابوا أمتوا إلى كفوتا قصيهم. وليس أخو علم كمن هو جاهل، لمن علم سيساسا نولي جاهل سجوا كيتو. na ujue kwamba ina kabira alqaum, yote awe mkubwa kaumu nzima ndio mkubwa wao, la ilma indahu saghir, asiyekuwa na ilmu basi anakuwa mdogo mbele ya watu. Itakuwa kila kitakusema neno fulani sema, fulani sema, yeye kama mdogo anategemea yule amsemee kwa niaba yake. Idha iltafat alayhi almahafil, wanapokusanyika watu makundi ya watu, lazima tu yeye mwenye hikma, ndio mkubwa wa kabila, mkubwa ni au si, halafu anakuwa anamtegemea mwingine, anakuwa saghir. Yuko alikuwa bora kwa fasaha yake na ilmu yake na ujuzi wake asili. Kwa hivyo subhanallah, kifu inakuwa ilmu ya Mwenyezi Mungu, anajua kila kitu. Sawa? Anasema yati biha Allah, taileta Mwenyezi Mungu, inna Allah latifun khabir. Latif, mwenye kujua madogo kabisa, na khabir, mjuzi wa kila kitu. Hii ndio aya ngapi? Aya 16. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نصحة mwanzo jiepushe na shirki, nasaha pili chunga amali zako zote kubwa na ndogo, kila amal ina uzito wake kwa Mwenyezi Mungu. Nasaha ya tatu, tekeleza wajibu uliokuwa na Mwenyezi Mungu. Ya bunayya, ewe mwanangu, aqimis sala, isimamishe sala, shika sala. Na hapa unaposema aqimis sala, sio sali, usalishe sala zako, usimamishe sala zako bihududiha wa furudhiha wa awqatiha wa arkaniha wa sunaniha wa wajibatiha, kwa ukamilifu wa kila kitu, na sunna zake na adabu zake na fardhi zake na wakati wake na nguzo zake na wajibat zote, kila kitu kitimize. Iwe sala iqama, hii ndio iqamati sala, kutimiza sala.
Kwa hivyo aqimis sala, hakajasema salli. Sisi mara nyingi tunasema gom salli, yalla salli. La, aqimis sala ni nasaha ya nini? Sio sali tu, sala iliyokuwa timamu, iliyokamilika kwa kila jambo kwa mujibu wa amri za Mwenyezi Mungu na namna gani alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sala gani iliyokamilika. Kwa sababu sala ukipunguza khushu' ndani yake, sala ukizikatisha mbio unapata utulivu, itminan ndani yake, inakuwa sala ile ina upungufu. Sala inasaliwa al-asr karibu na magharibi, asubuhi inasaliwa baada ya kutoka jua. Hizi sala sala lazima ziwe na nini? Na shuruti zake. أقم الصلاة وأمر بالمعروف amrishani mema, wanha anil munkar, katazaneni mabaya. Wakati umekwisha.